السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أنه تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، واعلموا أن الله عز وجل مع المتقين. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na tujue wazi kwamba Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wale wanaomcha. Ndugu zangu, katika wakati huu mfupi na katika siku hii tukufu na katika mimbari hii, hotuba yetu ya leo itakuwa ni kumalizia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasia 6 alizotueleza katika hadithi hiyo, na 5 tayari tumeshazizungumza. Nayo si hadithi nyingine, tuwakumbushe wale ambao waliokuwepo, lakini na kuwapa faida wale ambao hawakuwepo. Hadithi ya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, ambaye ameipokea Imamu al-Hakim, na hadithi ni hadithi sahihi. Wasia 6 hizi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhmanu li 6 min anfusikum adhmanu lakumul janna. Mambo 6 nataka mnipe dhamana nyinyi waumini. Kwa mambo 6 hayo mimi nitakudhaminini kuingia peponi. Na pepo kama tulivyozungumza toka awali, hiya silatullahi alghaliya. Pepo ndiyo bidhaa ya Allah tabaraka wa taala iliyokuwa ghali. Lazima kuipata pepo ufanye juhudi, ukaandamize nafsi kama wanavyosema watu wa tablighi. Dunia uipe mgongo, na akhera kwako iwe ndio kipaumbele kuliko dunia. Allah tabaraka wa taala anasema, walal akhiratu khairul laka min alula. Akhera kwako ndio bora kuliko dunia. Aliyeumba dunia anasema, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe ndogo yenye kudanganya. Kwa hiyo kwa aya hizi mbili kwamba akhera ni bora kuliko dunia, idha akasta al-amr, wewe ukiyapindua mambo ukaona kwamba dunia ndio bora kuliko akhera, umepotea.
Hatukatazi watu kuitafuta dunia. Dunia itafutwe, lakini wakati unaitafuta ujue akhera ndio bora kuliko dunia, kwa sababu vyovyote unavyoishi katika hii dunia, kila mmoja anayakini kwamba ipo siku ataondoka katika haya maisha na ataenda katika maisha ya barzakh, kituo cha kwanza, alafu tuende katika maisha ya yaumul qiyama, kituo cha pili, alafu tuende sasa baada ya fasl, baada ya kuamua sasa hawa peponi hawa motoni, maisha mengine kule yanaendelea. Sasa hayo hayana mwisho, haya ya dunia yana mwisho, na kila mmoja anayakini kwamba haya yana mwisho. Idhmanu li sittan min anfusikum adhmanu lakumul janna. Mambo sita, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo sita mkiyatekeleza nyinyi waumini, mimi nadhamini kwenu pepo. Wama yantiqu anil hawa. Mtume akisema anadhamini, wewe usiwe na shaka kwenye moyo kwamba dhamana hiyo haipo au ina wasiwasi, kwa sababu yeye hazungumzi kwa matamanio yake, anazungumza ukiwa ni wahai. Lakini mambo yote ambayo tumeyazungumza katika Ijumaa kadhaa zilizopita, katika hayo mambo sita, ukiyaona hayo mambo yote kazi yake ni kuzitengeneza tabia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akthar ma yudkhilu aljanna husnul khuluq, katika mambo yatakayoingiza watu peponi kwa wingi ni mtu kuwa na tabia njema. Na haya sita yote haya atakayejipamba nayo, huyu ni mtu atakuwa na tabia njema. Au jamii ikijipamba na mambo hayo, jamii hiyo ndio inakuwa jamii bora. Tutayasema haraka ili wapate faida wale ambao hawakuwa na sisi, lakini wapate kukumbuka waliokuwa na sisi lakini wamesahau. Jambo la kwanza kabisa katika hayo mambo sita, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usduku idha hadathtum. Mkiongea nyinyi Waislamu, basi kuweni wa kweli wa mazungumzo. Mazungumzo yako yawe kweli, hata kama hiyo kweli itakuwa inakubana wewe, lakini zungumza ukweli. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu katika zama zake, vipi katika zama zetu? Wakweli leo wamekuwa wa kuwatafuta. Dhamana ya kwanza katika sehemu kubwa ya jamii tumeipoteza, ukweli wa mazungumzo. Sitaki kusema sana kwa sababu tulishazungumza sana katika hutuba zilizopita, lakini dhamana ya kwanza ni mtu kuwa mkweli, na ukweli unazungumzwa na ulimi, kiungo kidogo kisichokuwa na mfupa, lakini asilimia ya maisha ya binadamu 98 au 99.9 mambo yako yote yanapelekwa na ulimi. Kununua, kuuza, kuongea, kufunga mikataba na mambo mengine kama haya, yote yanafanywa na ulimi. Ulimi ni kiungo kidogo kisichokuwa na mfupa, lakini kinaweza kikawakusanya watu na kinaweza kuwafarakanisha watu
na kinaweza kuwagombanisha watu. Matumizi mazuri ya ulimi ndicho anachokikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unalo jambo la kuzungumza, zungumza. Huna jambo la kuzungumza, kaa kimya. Kwa hiyo hii ni tabia. Mtu ajipambe na tabia ya kuwa mkweli. Jambo la pili, wa aufu idha wa'adtum. Ukimpa mtu ahadi, basi hakikisha unatekeleza hiyo ahadi, kwa sababu innal ahada kana mas'ulan. Mwenyezi Mungu anasema ahadi yoyote uliyoitoa na kuitekeleza, basi ujue mbele za Mwenyezi Mungu hiyo utaulizwa. Kwa kila mmoja afikirie aliwahi kutoa ahadi gani, lakini ahadi iwe katika kumtii Allah au katika jambo la haki, sio ahadi ambayo iko katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ametoa ahadi, na hii ni tabia kwamba umemwahidi mtu, uwe na tabia kutekeleza zile ahadi. Sio umemwahidi mtu, imefika siku ya ahadi anakuuliza, unamwambia bana usinifuate. Innal ahada kana mas'ula. Ahadi yoyote Allah tabaraka wa taala ujue atakuuliza kama hujaitekeleza. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa'addu al-amanata idha tumintum. Rejesheni amana za watu mlizoaminiwa. Mtu amekuamini, amekupa mali yake, amekukopesha pesa zake, amekuachia mzigo, basi hakikisha kwamba hii amana unaitekeleza, unamrudishia mtu mwenye amana yake. Na hapa tulizungumza sana, tukawaambia vijana wanaokopeshwa bodaboda, wanaokopeshwa simu, wanaokopeshwa bajaji na wahalu majar. Watu wanakopeshwa simu, wanazifuta zile simu. Watu wanakopeshwa pikipiki, hawarejeshi marejesho. Watu wanapewa mizigo ya madukani, lakini wanawasumbua wale ambao wamewapa mizigo yao. Wa'adul amanata idha utumintum. Muislamu anatakiwa ajipambe na tabia ya kuwapa watu amana zao, na huu ndio umekuwa mtihani. Na mtu yeyote muaminifu ataishi hata kama ana pesa. Watu watamwamini, watu watampa bidhaa kama ni mfanyabiashara, watu watamkopesha kama si mfanyabiashara, lakini madhali wanajua huyu mtu ni muaminifu. Na amana nayo imekuwa kipengele, wanasema vijana, katika maisha yetu ya leo. Jambo la tano ambalo tulizungumza vile vile, wahfadhu furujakum. Hifadhini tupu zenu. Kuhifadhi tupu kuna mambo mengi. Kuhifadhi kwamba watu wasione, kama tunavyofanya katika kuvaa mavazi, huku ni kuhifadhi vile vile tupu, kwa sababu sheria haisemi mtu atembee uchi. Ukivaa umehifadhi tupu yako. Lakini alfarju yutlaq ala dhakar walfarj wadubur. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema hifadhini tupu zenu, manake tupu ya mwanamke, tupu ya mwanaume ni sawa sawa, iwe tupu ya mbele au ya nyuma, zote zinaingia kwenye neno farji.
Manake mtu anayefanya liwati asije akasema mimi siingie hapa. Lugha inakusanya kila aina ya tupu, zihifadhiwe. Hivi ni viungo ambavyo Allah tabaraka wa taala amemjalia kila mmoja wetu, lakini hakukuacha wewe kiungo hiki utumie kama mnyama. Ukakiweke popote unapotaka, ukitumie vyovyote unavyotaka. Ndio maana akasema ihifadhini. Kuhifadhi tupu ni kuitumia pale sehemu ya halali. Wewe ambaye huna uhalali huo, unatakiwa uendelee kuihifadhi. Wahfadhu furujakum. Leo imekuwa mabinti wa Kiislamu wanatembea kwenye mitaa hovyo, na mwili wa mwanamke kulluha aura, wote ni utupu. Mwenyezi Mungu atuhifadhie mabinti zetu, hasa katika wakati huu mgumu wa malezi wa mabinti. Mabinti wangapi leo tunaona kwenye mitandao wanajiposti wakiwa hawana stara. Hii kujiposti tu hairuhusiwi, kwa sababu ni sawasawa na kutembea mitaani. Bali kutembea mtaani leo watakao kuona ni wachache kuliko ukijitupia kwenye mitandao ya kijamii. Dunia nzima watakuona. Mabinti wa Kiislamu, alkarama huwa ifatu nafs wa karamatiha. Heshima ya mwanamke wa Kiislamu ni kujihifadhi na kulinda heshima yake. Lakini leo umekuwa ni mgogoro. Leo majumbani, wewe umelala hujui anachofanya binti yako. Mwenyezi Mungu awaongeze mabinti zetu. Na maneno ni hayo hayo kwa watoto wa kiume ambao ni vijana wa Kiislamu. Wahifadhi tupu zao. Jambo la tano, waghuddu absarakum. Hifadhini macho. Macho yanataka kuhifadhiwa. Yanahifadhiwa na nini? Kwa kuvaa mawani? La. Kuyahifadhi macho ni kuacha kutazama yaliyoharamishwa na sheria. Iwe unatazama mitaani au unatazama mitandaoni, kote kunajumlisha kuhifadhi macho. Na leo kila mmoja anayo simu, na kila mmoja ni shahidi wa nafsi yake kwamba anatazama nini kwenye simu yake. Kwa hiyo kila mmoja ajihukumu mwenyewe pale alipo. Aqulu wa ma antum tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, usikum mirara wa tikirara bitaqwa Allahi azza wa jalla wa taatihi. Ndugu zangu, nahusia tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii. La mwisho kabisa
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika mambo 6, wakufu aidiakum, zuieni mikono yenu. Tunaizuia mikono kwenye nini? Tusichukue kisichokuwa chetu kwa kutumia mikono, yani tusiibe, usipige, usidhuru kupitia mkono. Almu'min man amina almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muumini wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake na mkono wake. Huyu anaitwa muumini wa kweli. Mambo huna hakika nayo usizungumze, ulimi utatumika vibaya. Wala usinyanyue mkono wako kuupeleka katika jambo ambalo ni la haramu. Na Mtume ametumia mkono, sio maana mguu hauhusiki. Mtume amevitaja viungo 6 hivi, sio kaidin, sio kwamba ukitumia nje ya viungo hivi 6 kwamba ndio halali. Ametaja viungo 6 kwa sababu ndio viungo vinatumika wakati mwingi. Kwa hiyo mwenye masikio asikie, mwenye kwenda kuyafanyia kazi ni kwa faida yake. Atakayeona haya ni ya msemaji atuachie sisi wenyewe, hiyo itakuwa ni shauri yake. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibu da'awat ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayna bi dhunubina wala bi dhunubi ghayrina ma la yakhfuka fina wala yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin. وارض اللهم عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله على تمام الكمال وأقم الصلاة. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.